Kama kweli una nia ya dhati kabisa ya kutaka kufanikisha matangazo yako ya Facebook pamoja na Instagram kwa mwaka huu wa 2025, basi kuna baadhi ya makosa ambayo hutakiwi kuyafanya kabisa wakati wa muda wako wa kuweza kufanya matangazo. Yani makosa matano ambayo hutakiwi kabisa kuweza kuyafanya wakati wa kulani matangazo yako, kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakuletea matokeo ambayo ni mabaya, matokeo ambayo pengine yanaweza sikufurahisha na yakakukatisha tamaa sana kwenye namna yako ya ufanyaji wa matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Na kwenye episode ya leo katika podcast hii tena nikakutajia hayo makosa matano ambayo hutakiwi kabisa kuweza kuyafanya mwaka huu wa 2025 wakati wako wa kufanya matangazo ambayo unategemea yatakuletea matokeo mazuri, lakini pia matangazo yako ambayo yataweza kukufanya ukafika sehemu nyingine. Na bila kupoteza muda, kosa la kwanza ni kutumia destination ambazo hazina umuhimu. Nazungumzia zile sehemu ambazo baada ya wateja wetu kuwa miliona tangazo, ile sehemu ambayo wanaenda, hizo ndo tunaitaga destination. Sasa kuna destination nyingine hazina umuhimu sana ambao unaweza zikakuletea matokeo mazuri, na hapa nazungumzia destination kama za kupeleka watu kwenye profile visit, lakini pia kupeleka watu kwenye WhatsApp direct kutoka kwenye matangazo. Hizi ni destination ambazo wengi wamekuwa wakizitumia, lakini ni miongoni mwa destination ambazo haziwezi kukupa matokeo ambayo ni mazuri. Kwa mfano tukianzia tu destination ya visit profile, ni destination ambayo haiwezi kukupa watu ambao wanakuja kununua. Pale utakuwa umeomba watu ambao wanakuja kuvisit profile yako. Kwa hiyo hata ukipata mteja kwenye hilo visit profile, pengine inawezekana ni wale wateja ambao walichukuliwa kimakosa tu, lakini si sehemu ambayo inakuwa maalum kwa ajili ya kuweza kuuza hizo bidhaa ambazo unazipromote kupitia hayo matangazo. Vile vile katika WhatsApp, ukipeleka mteja wako WhatsApp, Instagram na Facebook hawawezi wakatrack katika inbox yako ya WhatsApp. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana wao kuweza kukuletea watu ambao wanaweza wakawa ni wanunuaji, kwa sababu wenyewe wataangalia tu kwamba tukimletea watu kama hawa wanaenda inbox, bila kujua kwamba inbox kule WhatsApp kule mnafanya vinini. Kwa hiyo inakutengenezea wewe mnyororo wa kuendelea kupata wateja ambao pengine hawana faida yoyote kwenye hayo matangazo ambayo unayafanya. Kwa hiyo badala ya kutumia hizi destination ambazo hazina umuhimu sana, unaweza kuweka nguvu yako kwenye kuja kutumia hizi destination nyingine, kama kutumia website ambayo imetengenezwa inaweza kuattract, lakini pia imetengenezwa katika namna ambayo inaweza ikakusaidia kwenye kuuza. Lakini pia matumizi ya landing page ni vizuri zaidi, kuweza kutengeneza landing page ambazo wateja watafika pale. Na bahati nzuri landing page unaweza kuitrack na ukaweza kujua kitu ambacho kinaendelea kule. Lakini pia Instagram na Facebook nao wana uwezo wa kuitrack na wakaangalia kinachoendelea, hivyo basi wanaweza kutengenezea watu ambao kweli ni wateja halisi. Vile vile matumizi ya forms ni mbinu ambayo pia itakuletea wateja ambao kweli wako na uhitaji, tofauti na hizo aina nyingine za ufanyaji wa matangazo. Kitu kingine pia, kosa la pili ni kutumia boost kwenye matangazo ambayo unataka kuuza. Hii nimeiona sana kwa watu wengi sana ambao wanafanya matangazo katika Instagram pale na Facebook. Wengi sana wanatumia boost kama njia yao ya kuweza kutangaza matangazo yao bila kujua kwamba boost ni njia ambayo inakupotezea pesa zako nyingi sana na muda wako, kwa sababu haiwezi kukupa matokeo ambayo ni mazuri, haiwezi kukupa kitu ambacho unakuwa unakitaka, kwa sababu ni njia ambayo ni ya shortcut. Yani haina vitu vingi ambavyo vitakuwezesha wewe kuweza kutengeneza tangazo ambalo litakuwa na impact kubwa, lakini tangazo ambalo litakuwezesha wewe kuweza kupata watu ambao unawataka. Ile ni just shortcut. Even hata kwa maana halisi, boost sio sehemu ambayo inaweza ikakuletea wateja, kwa sababu boost yenyewe itakusaidia tu kitu chako kiweze kuonekana kwa watu wengi zaidi, haitojalisha ni watu wa namna gani. Lakini kuna Ads Manager, unaweza kutumia Facebook Ads Manager kuweza kutengeneza matangazo yako ambayo yatakuwa na impact kubwa sana, matangazo ambayo yataenda vizuri na matangazo ambayo yatakuletea wateja ambao unawatafuta. Kwa hiyo hilo ni kosa la pili la kuepuka mwaka huu wa 2025. Lakini pia kosa la tatu ni kufanya matangazo bila kufanya audience segmentation. Inawezekana unafanya matangazo yako unafikia audience ambayo pengine haina impact kubwa sana kwenye biashara yako, unafikia watu ambao hawana nafasi ya kuweza kuchukua product ambazo unazitangaza. Kwa unajikuta unafanya matangazo ambayo hayakuletei matokeo mazuri, kwa sababu hujafanya audience segmentation katika account yako na uweze kujua kwamba audience gani inafanya vizuri na ipi ambayo unaweza ukaachana nayo. Kwa hiyo hii ni kosa la tatu ambalo wengi wanafanya. Lakini pia kosa la nne ni kutumia picha au video za mtu mwingine au picha
na video ambazo hazishawishi au picha na video ambazo hazina quality. Haya ni makosa ambayo watu wengi sana wanaharibu mwishoni. Unaweza kuwa na budget nzuri, ukawa una offer nzuri, ukawa umetengeneza tangazo lako kwa setup ambazo ni nzuri zinazokuwezesha kupata watu ambao ni quality, lakini the way utakavyokuwa umepresent kitu chako kupitia hizo picha na video inaweza ikaamua kwa asilimia kubwa sana. Kama utatumia picha za mtu mwingine ni vibaya sana, lakini kama utatumia picha na video ambazo hazina quality ni vibaya sana. Vile vile kama ukitumia picha na video ambazo hazishawishi ni vibaya pia. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza kitu ambacho kitakuwezesha wewe kuweza kusimama kwenye cloud ambayo inafanya matangazo, kwa sababu kwenye matangazo wapo watu wengi sana ambao wanafanya matangazo. Kwa hiyo the best way ambayo inaweza ikaendelea kukuweka vizuri kwa washindani ambao wanafanya kitu kama hicho ni kutengeneza kitu ambacho ni unique, kitu ambacho kinapatikana kwako peke yako, ili ukifanya tangazo basi uonekane peke yako. Usichukue picha au video za mtu mwingine kwa sababu tayari naye anazitumia kwenye matangazo. Kwa hiyo sio rahisi wewe kuweza kusimama peke yako hivi, hata ukiwa na budget kubwa, hata ukiwa na settings za namna gani kwenye hiyo account yako, itakuwa bado ni kazi bure. Na kosa la 5 na la mwisho ambalo hutakiwi kabisa kulifanya mwaka huu wa 2025 basi ni kufanya matangazo bila kuwa na ujuzi. Yani unafanya matangazo bila ya kuwa na knowledge, na unajua kabisa kwamba mimi hamna kitu ambacho najua tu kubofya and then nitalani tangazo langu, lakini bado unaendelea kufanya matangazo. Hii ni namna ambayo utapoteza pesa zako nyingi sana, kwa sababu utakuwa unafanya kitu ambacho ukijui. Yani utakuwa unafanya kitu ambacho hauelewi unatakiwa kufanyaje ili uweze kupata wateja sahihi, uelewe unafanyaje ili uweze kupata kitu ambacho unakitafuta. Kwa hiyo automatically utajikuta unatengeneza vitu ambavyo haviwezi vikakusaidia, vitu ambavyo vitaendelea kukutia hasara tu, na mwisho wa siku unaanza kuona kama Instagram na Facebook sio sehemu salama kabisa kwa ajili ya kufanyia hayo matangazo yako, wakati kuna watu wengine wanatengeneza a lot of millions kupitia hizi platform mbili za Facebook pamoja na Instagram. Wakati huo wewe unaendelea kupoteza mamilioni ya pesa kwenye bajeti yako ambayo unakuwa unaitenga kwa ajili ya matangazo, na then hakuna kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Kwa hiyo the best way ambayo itakubakiza vizuri na uweze kufanikisha matangazo yako katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, basi hakikisha unajifunza jinsi ya kuweza kufanya haya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram kwa kutumia njia ambazo ni sahihi, njia ambazo zitakuletea matokeo ambayo ni mazuri. By the way, tuna programs ambazo watu na train watu ambao wanataka kujifunza jinsi ya kufanya matangazo, lakini pia tunatoa huduma pia kuweza kusimamia shughuli zako za matangazo kwenye hiyo mitandao yako ya Facebook pamoja na Instagram kwa ajili ya kupata matokeo ambayo ni mazuri. Na kama una wish kuweza kufanya kazi na sisi, kuna mawasiliano yetu, unaweza kucheck hapo and then tukaona jinsi ambavyo tunaweza kukusaidia. Lakini pia kama unahitaji kujifunza, unaweza pia kuwasiliana sisi na tukaona jinsi ambavyo tunaweza tukakusaidia. Nikukumbushe tu pia kwamba kama kweli una nia ya dhati ya kuweza kufanikisha matangazo yako kwa mwaka huu wa 2025 na miaka mingine ijayo, basi hii podcast ni maalum kabisa kwa ajili yako, na pengine episode ya kesho inawezekana ikawa ni kile kitu ambacho una miss kwenye matangazo yako. Kwa hiyo usisahau kusubscribe and then ukae karibu hapa uendelee kupata muendelezo wa hizi episodes ambazo zitakuwa zinakupa madini ya dimu kabisa kuhusu matangazo ya Facebook pamoja na Instagram kutoka The Swahili Ads Lab Podcast.